Karibu Mal Media, chanzo chetu cha nuru na hekima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim. Leo baada ya kupoteana kwa muda kiasi, leo nakuja na somo moja linaitwa namba za skeli. Kuna aina nyingi sana za kupata namba. Kuna namba ambazo shikeli yani inakuwa ina namba kutokana na anaswiri ilionayo. Kwa mfano let's say, kwa mfano hapa namba moja kuna shikeli ya jaudura. Kwa mfano hii hapa unakutana imefungua kwenye moto, kwenye hewa, kwenye maji imefunga, afu imekuja imefungua kwenye nini? Kwenye udongo. Kwa hiyo wewe pale unatafuta namba zake kwa kutumia hizo anaswiri. Hizo sehemu zilizofungua ndio unakuwa unatafuta. Kuna njia kama 6 za kupata namba ya shikeli. Umeona? Sasa hii namba ya shikeli, kila namba huwa inatumika kwa makusudio maalum. Umeona? Kwa mfano tukitumia kwa mfano wa anaswiri kuna zile wanaita abjad. Yaani maana kwamba kwenye upande wa moto, kwa mfano tuchukue mfano shikeli hii hapa, labda nukta hivi, labda unakutana huku kwenye upande wa moto huku inakuwa ndo alifu, alafu hii hapa upande wa hewa ni be, alafu upande wa maji ni jim, alafu upande wa udongo inakuwa ni dali, inakuwa abjad. Kwa hiyo kwenye upande wa moto inakuwa ni 1, kwenye upande wa upepo inakuwa ni 2 ambayo ni be, alafu jim ni 3 inakuwa katika upande wa nini? Wa maji, alafu dali ni namba 4 ambayo inakuwa ni upande wa nini? Wa udongo. Kwa hiyo inakuwa ni, kwa sababu ni 1 2 3 4, yani inakuwa hivyo. Kwa hiyo hapa unakuwa unachukua zile zilizofunguka. Kwa mfano kwenye hapa imefungua, hapa imefungua, na hapa imefungua 4. Kwa hiyo unachukua hii 4, unachukua hii 2 na hii 1. Hiyo tu ni njia ambayo watu wanaitumia, lakini inakuwa ni namba ya shikeli lakini kwa kutumia anaswiri, lakini inakuwa inahusika na jambo fulani. Yaani kila namba inakuwa ina malengo maalum. Sasa mimi nawafundisha hii hapa namba ambayo hii haiangalii anaswiri. Katika kupata hizi namba hizi za shikeli, hapa nitawaeleza leo njia 2. Wewe utaangalia njia gani ni rahisi kwako wewe. Kwanza ndio uzipange hizi shikeli zetu za hizo 16 katika mfumo wa jaudura, ndio watu tunazipanga. Hata kama wewe unatumia njia ya ahyani, unatumia njia ya kabla tudakhila, hiyo njia yote unayotumia wewe, yoyote ile. Lakini tunapokuwa tunapanga shikeli ili tuweze kupata namba zake, huwa tunatumia njia hii hapa ya jaudura. Tunaanza jaudura, tunafuata ahyani, tunafuata utubatu dakhila, tunafuata bayadha, tunafuata naqiyul haddi, tunafuata utubatu kharija, tunafuata humra, tunafuata hiyo hapo inkisi. Sawa? Sasa iko hivi. Nimezipanga tu hizi hapa za kwanza hizi 8 katika majumba yake. Hivyo kama unavyoona hapo. Na wale wanaotumia njia ya jaudura, mpango wake huwa uko hivi. Kwa hiyo hii itakuwa ni faida kwa watu wanaotumia njia ya jaudura, kwa sababu namna ya kupata namba ya kila shikeli huwa tunapanga kwa mfumo wa jaudura kwanza, halafu ndio tunaanza kukalculate sasa. Huwa hatupangi mfumo mwingine. Tunapanga mfumo wa jaudura 1 2 3 mpaka 16. Then ndio tunaanza kupiga mahesabu sasa. Hapa tunapata huyu anachukua ngapi, kila mtu anapata namba yake hapa. Na madhumuni ya namba hii huwa ni kupata muda. Huwa tunajaribu kupata muda. Wengine wanatumia kwa ajili ya visomo,
unakutana labda shekeli hii ina namba fulani, anakwambia somea aya fulani mara idadi fulani ambayo ni idadi ya shekeli yenyewe. Wao wanakwambia soma sura fulani mara idadi kadhaa. Sasa ile idadi inakuwa ni namba ya shekeli hiyo. Umeona? Zinaweza kuwa na matumizi tofauti, lakini mimi nafahamu kwa kiwango changu. Maana elimu ni bahari bwana. Kwa kiwango changu mimi huwa tunatumia kuangalia nini? Kuangalia muda. Kwa mfano, let's say umetaka kuangalia labda je, fulani ninayemkopesha pesa yangu hii hapa atanirudishia? Jibu ikaja ndio. Umeona? Sasa kama atakurudishia ndio, unasema atanirudishia lini? Sasa hapo ndo tunaingia sasa katika mahesabu hapo. Na katika mahesabu ambayo utakayokuwa unapita ni lazima ujue kwamba shekeli, kila shekeli huwa ina namba gani. Sababu unapokuwa umeshapiga tahti pale, kuna namna ya kupita. Shekeli ikikaa hapa, hii ni masiku. Ikikaa hapa huwa ni wiki. Ikikaa hapa huwa ni miezi. Ikikaa hii hapa huwa ni miaka. Kwa hiyo unakuwa unaelewa kwa design hiyo. Kwa hiyo namna ya kufahamu muda ni lazima kwanza ujue shekeli ina namba gani kwanza. Ndio ni rahisi sasa na wewe kufahamu kwamba ni muda gani. Umeona? Labda mtu say umefanya dua yako. Labda mtu ambaye unamfanyia dua labda anatakiwa arudishwe. Mtu anakuuliza atarudi lini? Umeona? Unampa dawa mgonjwa wako. Unajua kabisa dawa hii kulingana na tahti yangu hii hapa atapona. Lini atapona? Umeona? Ndio vitu ambavyo tunakuja kuviangalia hapa. Kwa hiyo kabla ya kufikia kwenye hatua hizo ni kwamba ni lazima ufahamu kwamba je, shekeli fulani namba yake ni ipi, ndio tunaenda kuangalia. Sasa tuangalia hapa, nimezipanga shekeli katika vyumba vyake. Hapa ni namba 1 jaudara, namba 2 hapa, namba 3 nimeweka namba zake pale. Nimeziwekea namba. Sasa hii namba 1 ya hapa ya kwanza hii tunaanza kuiweka hapa chini. Maana yake hii hapa jaudara namba yake nini? Ni namba 1. Hiyo ndo kwanza tunaanzia hiyo hapa. Sawa? Haya. Ngoja nibadilishe rangi kidogo ili tofautishe kidogo. Haya, sasa huyu hapa hivi chumba ni namba 2 hichi hapa hichi. Mimi nitachukua huyu hapa chini hii namba 1, nitaenda kuijumlisha na hii hapa juu huko. Kwa hiyo 1 jumlisha na hii 2 hapa nitapata ni ngapi? Ni 3. Kwa hiyo ahayani namba yake ni ngapi? Ni 3. Si mmenielewa hapo? Na huyu namba 3 huyu hapa nitaenda kumjumlisha na hii 3 ya huko juu. Kwa hiyo nitapata ngapi? Nitapata namba 6. Na huyu 6 nitaenda kumjumlisha na huyu 4 hapa, atakuwa ni ngapi? Namba 10. Huyu 10 nitamjumlisha na hii 5 ya hapa, nitapata 10 na ngapi? 15. Huyu 15 kujumlisha na hii 6 hapa unapata 21. Hii 21 ukijumlisha na hii 7 hapa unapata 20 na ngapi? 28. Huyu 28 kujumlisha na hii 8 hapa unapata ngapi? 36. 36. Sawa? Haya, mimi nakuja hapa shekeli namba 9 huku ni hii hapa. Namba 10 hii hapa. 11 hii hapa. 12 hii hapa. 13 ni twarika. 14 ni hii hapa, qabdatu kharija. 15 ni jamaa. 16 qabdatu dakhil. Haya, huku tulisha ngapi? 36. Kwa hiyo 36 tukijumlisha na hiyo 9 hapa unapata 45. Kwa hiyo hapa nusratu kharija na 45. 45 huyu hapa tukijumlisha na hii 10 ya hapa
unapata 50 na ngapi? 55. 55 ukijumlisha na hii hapa 11. Sorry. Ukijumlisha na hii hapa 11 unapata 66. Hii 66 ukijumlisha na hiyo 12 hapo juu hapa. Ukijumlisha 12 unapata 78. 78. 78 jumlisha 13 hapo 91. Itakuja 91. Na imani itakuwa ni hiyo 91. Haya, 91 jumlisha 14 unapata 105. 105. 105 jumlisha 15 unapata 120. Huu 120 kujumlisha 16 ni 130 na ngapi? Na 6. Kwa hiyo tunakuwa tumeshakamilisha namba zetu. Kwa hiyo kila shikeli hapa inakuwa ina namba hizo. Umeona? Sasa iko hivi. Hii ni njia ya kwanza. Umeona? Ambayo tunakuwa tunachukua ya huku chini huku tunajumlisha na ile ya juu inayofuata tunaweka chini yake. Kama jinsi tulivyoona katika mfano hapo. Sasa hii ni njia ya kwanza. Naomba nikuelekeze njia ya pili, sitaki kupoteza muda sasa hivi. Ngoja nifute kwanza haya yote ili tuanze upya. Nafuta. Haya, sasa shikili zetu ni hizi hapa. Haya, tunaanza hapa, tunaenda kimahesabu, yani kama table, yani unaona tunavyokuwa tunahisi 2 mara 2 3 mara 3 nini, ndio tunaenda hapa sasa. Tunaijaza kwa kutumia hesabu. Hapa 20 sio ngapi? Tunaenda kwa hesabu juu kwa juu. Haya, kwa mfano hii hapa namba 1, tutakachokifanya ni 1 mara 1 ujumlisha 1. Yani hivyo. Tutakapoenda kwa namba 2 tutasema ni 2 mara 2 jumlisha 2. Sawa? Ikiwa ni tukienda namba 3 tutasema ni 3 mara 3 jumlisha 3. Chumba namba 4 itakuwa ni 4 mara 4 jumlisha 4. Nafikiri imeeleweka. 1 mara 1 ni 1, ukijumlisha 1 unapata ni 2. Nusu ya 2 ni 1. Naandika 1. Kwa hiyo shikeli hapa ya jaudala thamani yake namba yake ni 1. Haya, tunaenda namba 2. 2 mara 2 ni 4. Ukijumlisha 2 6. Nusu ya 6 3. Haya, tunaenda hapa 3. 3 mara 3 9. Jumlisha 3 12. Nusu ya 12 6. 4 mara 4 16. Jumlisha 4 20. Nusu ya 20 10. Haya, 5. 5 mara 5 25. Ujumlishe 5 30. Nusu ya 30 15. Haya, 6 mara 6 36. Ujumlishe 6 42. Nusu ya 42 21. Tunaondoka hivyo. 7 mara 7 49. 49 jumlisha 7 ni 56. Ni sawa? 7 mara 7 49. 49 ujumlishe 7 56. Kwa hiyo 56 nusu ya 56 ni 28. 28. Sawa, nipo sawa. Haya, 8 mara 8 64. 64 jumlisha 8 72. 72 nusu yake ni 36. 36. Unaweza kawa na calculator unapiga tu pale haraka haraka. Kwa hiyo unachukua tu, ukishapata ile namba unaigawanya kwa 2, yani nusu yake. Ugawa kwa 2 inakuja. Yani moja kwa moja yani. Kwa hiyo na calculator mimi najumlisha tu kichwani na kugawanya kwa sababu naweza nikianza kupiga calculator hapa manake itachukua muda. Umeona? Twende namba 9. Tusema 9 81. 81 ukijumlisha hiyo 9 inakuja 90. 90 ugawa kwa 2 au nusu ya 90 ni 40 na ngapi? Na 5. Haya, tunakuja hapa 10.
10 mara 10 100. Ukijumlisha 10 110. Nusu ya 110 55. 55. 11 mara 11 121. 121. Ukijumlisha 11 unapata ngapi? Hapo hesabu inazidi kuwa ngumu. Ngoja nikimbilie polisi huko. Jumlisha 11 unapata ni 132. Hiyo 132 ukigawa 2 unapata 66. 66. Haya, tunaenda tena 12. 12 mara 12 unapata 144. Ukijumlisha 12 unapata 156. 156 nusu yake ni 78. 78. Tunakwenda ya 13. 13 mara 13 ni 169. Ukijumlisha na 13 unapata 182. 182 nusu yake ni 91. Utakuwa unatumia calculator. Sawa, mimi najaribu tu kukuonyesha tu. 14 mara 14 ujumlisha 14 unapata 210. Hii 210 nusu yake au kigawa kwa 2 ni 105. 105. Tunaenda 15. 15 mara 15 ni 225. Ukijumlisha 15 unapata 240. Haya, nusu ya 240 ni 120. 120. Ya mwisho kabisa ni 16 hiyo. 16 mara 16 ujumlisha 16. Unapata 272. Haya, nusu yake hiyo hapo unapata ni 136. 136. Basi ndio hivyo. Unaona? Tumeshapata namba zetu. Kwa hiyo unaweza kutumia namba ile ambayo unaona mfumo ule wa kwanza kama unaona ndio mwepesi kwako. Au unaweza kutumia mfumo huu hapa. Umeona? Wa kupiga tu hesabu moja kwa moja. Ngapi mara ngapi? Kwa hiyo ziko hivi. Unaona? Kwa hiyo huwa tunatumia katika kutufahamu muda. Umeona? Tunajua muda. Kwa hivyo. Kwa hiyo msisahau kusubscribe, kulike, kucomment. Kama kuna swali lolote basi mtaniuliza katika comment section hapo. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa masomo mazuri kama haya, usisahau kusubscribe, kulike na kushare channel hii.